Matukio ya Oktoba 29 yalishatokea kama ambavyo nilieleza awali. Rais wetu aliunda tume, na hiyo tume tunasubiria majawabu na matokeo ya kazi ambayo imefanyika, lakini kinachotokea ni kwamba ni wanasiasa sasa kutumia matukio ya Oktoba 29 kama sehemu ya kujijenga. Kama serikali ilishachukua hatua kuhakikisha inakwenda kutafuta chanzo, kujua waliohusika, tume ambayo imeundwa juzi, na mwisho wa siku endapo kama kuna watu watathibitika walihusika na mambo yale, hatua za kisheria zitachukuliwa. Sasa sitaki kuiongelea sana tume kwa sababu mimi sio mjumbe wa tume. Tunaheshimu kile ambacho kiongozi mkuu wetu wa nchi amekiunda. Kwa tunachosubiria ni matokeo na nini kitafuata baada ya hapo. Sasa ushauri wangu ni mmoja tu, kwamba moja tu wastamilivu, tusubiri matokeo, lakini pili nitoe rai kwa sisi vyama vya siasa vyote kwamba tusitumie ajenda ya Oktoba 29 kama sehemu ya kujijenga, hasa katika matatizo ya watu. Unajua Oktoba 29 watu wamepoteza ndugu zao. Sasa huwezi kila siku kwenda jukwani unahubiri kuna hili. Tuwe watulivu, tusubiri serikali ilete nini kilitokea, nani alihusika, hatua zipi zitachukuliwa. Hapo mjadala huo utakuwa unakwenda vizuri. Lakini kwa sasa wanasiasa, tuachane na yale mambo ambayo yanatonesha makovu na tusitumie kama ni fursa ya kisiasa sasa kutafuta kujijenga sisi binafsi, kwa sababu lazima tuwe na huruma na maisha ya Watanzania, lazima tuwe na huruma pia na taifa letu na vizazi vinavyokuja, kwa yale ambayo yametokea iwe kama funzo na sio jambo la kushabikia au la kusherehekea. Ni jambo ambalo linahitaji uvumilivu na matokeo ya tume ambayo imeundwa. Kwa hiyo rai yangu ya mwisho ni kwamba vyama vya siasa na sisi wanasiasa tusitumie tukio lile kama sehemu ya kujijenga kisiasa kwa kulihubiri na kulizungumza, ambapo tunaendelea kuweka majeraha. Tunachotafuta sasa ni kurudi katika nchi moja, umoja wa kitaifa, turudi kwenye maridhiano, tukae tujenge taifa, tusukume maendeleo ya wananchi wetu wakati taifa likiwa na amani, umoja, upendo na mshikamano. Sawa. Kwenye wimbo wa katiba mpya umekuwa ni wa muda mrefu sana. Watu walikuwa andamana kwenye Oktoba 29 wamekuwa kiuimba, wanasiasa wamekuwa kiimba, mpaka leo baadhi ya watu bado wanaendelea kujadili kuhusiana na katiba mpya. Maswali yangu ni haya. Kwanza, Chama cha Mapinduzi, ni kweli mna dhamira ya dhati ya kuleta katiba mpya? Ndio. Kwa sababu mlisema ndani ya siku 100 kwenye kampeni, mliahidi kwamba ndani ya siku 100 mchakato utaanza. Kwa nini hatuoni mchakato umeanza mpaka sasa? Swali la kwanza. Lakini swali la pili ni kumekuwa na taarifa kwamba makamu wa rais ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi aliitwa kwenye kamati ya maadili, atikisa tu amegusia swala la katiba mpya. Hili lina ukweli kiasi gani? Nikianza na swali la kwanza kwamba Chama cha Mapinduzi, ni kweli tunauhitaji na tuliahidi kwenye ilani ya uchaguzi ya mwaka 25-30 kwamba tutahuisha mchakato wa katiba mpya, na ilikuwa ni moja ya ahadi ya Mheshimiwa Rais, na jambo hilo mpaka sasa liko vile vile na halijabadilika. Lakini pia nikukumbushe kwamba ajenda ya katiba mpya muasisi wake ni Chama cha Mapinduzi, na kumekuwa na marekebisho ya katiba miaka mingi kabisa nyuma, ambapo katiba ya mwaka 77 imeshafanywa amendment nyingi. Sasa hili la katiba mpya ambalo umelisema leo kwamba ni kuhakikishia, la kwanza Chama cha Mapinduzi kiko tayari na kina utayari huo. Lakini mwaka 2014 kulikuwa na bunge la katiba kama unakumbuka, ambapo Dr. Samia ambaye Mheshimiwa Rais wetu huyu alikuwa ni mwenyekiti wa bunge lile, na mchakato ulienda vizuri. Ilichokuwa kimebakia ni kwamba bunge liende kupiga kura, na wakati ule kulikuwa na muunganiko wa vyama vya upinzani viliungana vikaform kitu kinaitwa Ukawa. Waliamua kususia mchakato wa kupiga wa kupiga kura, ndo pale mchakato ulipokwama. Lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya Rais awamu ya 4 Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete walishapeleka, na ni serikali hii ya CCM, na kwa dhamira njema Dr. Samia ameendelea na ameahidi kwamba katika ilani yetu hii tutahuisha, na ndani ya siku 100 mchakato utaanza. Lakini hapo katikati ndani ya siku 100 kuna changamoto zilitokea kadha wa kadha, lakini dhamira ipo. Lakini ninaloweza kukuthibitishia ni kwamba juzi Mheshimiwa Rais amesema
kwamba katiba mpya ni kipaumbele na watakaa na wadau kuhakikisha kwamba katiba mpya inapatikana, na mimi nakuthibitishia kwamba katiba mpya itapatikana. Kwa Chama cha Mapinduzi ni waasisi wa jambo hili na tunalitaka, sio kwamba hatulitaki na wala hatuliogopi, kwa sababu ni jambo jema. Lakini shida kubwa ni kwamba kwa kipindi cha mwaka 14 wenzetu waligoma, lakini katiba mpya itapatikana. Sawa. Makamu wa Rais, na hili la Mheshimiwa Makamu wa Rais ambalo umelisema la kuitwa maadili. Sasa kwanza, ndani ya Chama cha Mapinduzi sisi CCM hatutambuani kwa vyeo, tunatambuana kwa wanachama. Yani ili uweze kuwa kada wa chama lazima uwe na kadi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo moja, tunatambuana kwa wanachama wetu. Kwa hiyo kama kuna mwanachama ameitwa kwenye maadili, ni jambo la kawaida na sio jambo geni, na ilishatokea pia miaka mingi watu kuitwa. Hata juzi watu wameitwa kawaida tu ngazi mbalimbali, ni jambo la kawaida. Kwa hiyo hilo ni kutoe hofu kwamba aliyeitwa sio makamu wa rais, ila kama ikitokea anaitwa mwanachama yoyote wa Chama cha Mapinduzi. Okay. Na katika hilo unapoitwa kwenye kamati ya maadili unakuwa una uhuru, utaitwa, utahojiwa, ukihojiwa na unapewa na wewe room ya kujieleza kwamba katika hiki labda nimetuhumiwa, na wewe utapewa room ya kusikilizwa. Ndio uzuri wa Chama cha Mapinduzi. Na baada ya hapo sasa kuna adhabu ambazo zipo kwa mujibu wa kanuni zetu. Katiba yetu inaelezea kama kuna makosa yapo, kama mtu anachukuliwa adhabu, zimeeleza kuna onyo, kuna karipio, kuna onyo kali, kuna kufukuzwa wanachama. Lolote linawezekana likafanya nini? Likatokea. Kwa hiyo kuweka mambo sawa ni kwamba kama kiongozi au mwanachama ameitwa, anaitwa kwa nafasi yake kama kada wa Chama cha Mapinduzi, ambapo kama mimi naweza kuitwa au mtu yoyote. Kwa baada ya hapo sasa kamati ile ndio itafind sasa kama mtu anakosa au hana kosa, lakini lipo hivyo. Kwa hiyo aliitwa, pengine aliitwa, na ni kweli kwamba aliitwa na pengine kuna adhabu ama onyo limetokea kwa namna yote, au mchakato unaendelea? Hapana, mpaka sasa wewe nikikuuliza umeiona taarifa yote ya chama kwamba ameitwa, ni haipo rasmi, lakini rumors zinasema hivyo. Lakini kama ataitwa, maana yake mimi siwezi kujua, yeye ndo atajua kama ameitwa baada ya kupokea either barua ya wito au nini, na sijui kama amepewa barua au hajafanya nini. Hiyo inakuwa kati yake yeye na kamati. Sasa nitakuwa na swali. Ndio, karibu. Kwamba huyu makamu wa rais ambaye Dr. Nchimbi ametaja, chama mnalindaje viongozi wenu? Kwa sababu serikali, unajua huwezi kuitenganisha chama na serikali, ndoa ile. Kuna wakati huo pia anashambuliwa sana. Nani? Huyu makamu wa rais Dr. Nchimbi. Nyinyi kama chama anashambuliwa na nani? Wanachama wenu wengine wakiwa kupitia mitandao ya kijamii, kwenye vyombo vya habari, kana kwamba inatengeneza kama kidaraja kuonesha kwamba yeye yuko peke yake. Tunataka tujue kwamba sawa, unatuma hiyo taarifa mwenezi, tetesi kaitwa maadili, lakini kuna namna pia tusikii wanaomtuhumu na kumshambulia wengine. Hajawahi kusikia mtetesi wameitwa maadili.